Wacha nikuambie vile Mwingereza alivyotoka hapa hivi Kenya. Aliachia Mkenya mambo fulani jinsi ya kuchagua askari yake. Mtu mwenye anaitwa askari, akiwa ni mwanajeshi, akiwa ni polisi, akiwa sijini prisons, bora ni askari. Askari ilikuwa inachaguliwa kijana mwenye ako na afya zake, amesoma kidogo na ametoka kwa family maskini, ndio anaweza kufanya kazi kwa roho moja. Kwa sababu mwanajeshi ama hata polisi ikiumana atapigania nchi yake, hakuna mahali atatorokea. Na sasa ukikuja kuangalia leo Kenya ya leo, Kenya imeharibu sisi Kenya. Hii kazi ya polisi, kazi ya jeshi, kazi ya nini, matajiri ndio wameweka watoto wao pale. Wanaitwa watoto wenye wamelelewa kwa makochi. Wabunge, ma-CS, manini ndio wameweka watu wao pale. Sasa kwanza angalia, kama umeletwa na CS kwa hiyo kazi ya polisi, unaweza ukakubali kwenda kufanya kazi Mandera? Unaweza kwenda North Eastern huko kwa kafukafu huko? Si wewe unataka ukifanya kazi ufanye tu kazi Nairobi? Hata ikiumana wewe hautakufa ukitetea nchi yako. Wewe utatafutiwa passport, unatoroka nje kama raia wengine, kwa sababu kwenyu iko na pesa. Sasa huyu mtu akipeleka kwa hardship, anamwambia babake ama mtu wake, jamani nakufa hapa hivi unitoe, anatolewa, anapelekwa mahali kwa raha. Sasa hivyo vile tunavyofanya si mzuri. Hii kazi ya askari ilikuwa inatakana iwachiwe watoto kwanza maskini, ndio anafanya kazi kwa roho safi. Mtu mwenye amezaliwa roho yake ni kutetea nchi yake na kufanya kazi kwa roho moja. Sasa matajiri, si mtafutieni watoto wenu kazi mzuri. Kuna kazi ya kuendesha mandege, kuna kazi gani? Pelekeni familia yenu huko. Kazi hii ya askari tuachie watoto wetu maskini, ndio watafanya hiyo kazi kwa roho moja. Hivyo vile mnavyofanya, mnafanya makosa. Sasa tena huyo mtu wako anachaguliwa na aweza kafanya kazi mahali kazi iko ngumu, anataka mahali kazi iko soft. Sasa hiyo maskini nini, tena watoto wetu maskini ndio wanatumwa notista. Hiyo ni makosa. Kweli inapaswa serikali iangalie hawa watu wenye wanapelekwa kwa makoleji, baada kwanza hata wengine wamechapa training miezi kadhaa, ndio hao wanapelekwa tu kidogo kidogo, pambaswa huko na huko, pass out, wanapewa kazi. Wengine ni wafupi. Hata sio kweli hivyo vile tunavyofanya Kenya, sio vizuri.